hayana masala ya mwezi katika nchi yetu hayana utata. Katika vijijini na katika mijini, wazee wetu katika vijiji wanaweka vijiti, na kweli inafika mpaka 29 mwezi tayari, au inafika mpaka 30. Kwa hivyo maana ya kwamba man shahida minkum shahra falyasumu ni kwamba amri hii sio kwamba ni am ya watu wote, isipokuwa ni wale ambao waliona kwa mujibu alivyotueleza al-Imam al-Ustadh al-Sheikh Muhammad Abdo katika tafsiri yake Al-Manar, kwa kusema kwamba kama ni watu wote, basi Mwenyezi Mungu ingesema faman shahida minkum shahra fasumuhu. Na mwezi, kwa hivyo jambo hili la mwezi limejengewa katika utaratibu huo wa ulaini kabisa, na fatwa zikitajwa kuna wanavyoni mpaka sasa wapo, au wa Misri kama kina Muhammad Said Tantawi wa Haluma Jarra ameandika pia katika gazeti la Al-Manar. Nimesahau kula tarehe gani, lakini kama ningelielewa kikao hiki kitazungumzia jambo hili, kwa sababu kikao hiki kimenipata hapa ndio ninakifahamu yaliyopo, tungelieleta yani. Amesema katika gazeti hili, idha ruya al-hilal fi baladin فعلى أهله أن يصوموا وعلى أهل البلد الذين لم يروه أن ينتظروا رؤيته. katika kufasiri hadithi kwamba sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Kwa hivyo inaonekana kwamba sote tunapatana katika mantuki ya hadithi, lakini tunaepukana katika mafuhumu ya hadithi. Tukiwa tunakubaliana katika mantuki ya hadithi, tunaepukana katika mafhumu ya hadithi, je, ni nani atakaye kuwa ni jaji katika jambo hili? Inshallah tutaeleza. Ndugu zangu Waislamu, njia za kuona mwezi ni tatu: kuona mtu mwezi 20, kukamilika Shaabani siku 30, au kukisia mwezi. Ndio pale Mtume aliposema fa in ghabiya au fa in ghumma, ile ni takdiru hilal. Na wanavyuoni wamekhtalifiana katika ruya. Naam. Naam. Twende. Na wanavyuoni wamekhtalifiana katika ruya. Fuqaha, kuna waliokubali ru'yatu adlin wahid, kuna waliokubali ru'yatu adlaini, kuna waliokubali ru'yatu jammin ghafilin minan nas, na hao ni Abu Hanifa rahimahullah. Mfahamiana? Kwa hivyo katika masala haya yana utata, na utata ni katika, imeonekana ni katika mafhumu, si katika mantuq, sababu sote tuko katika hadithi moja lakini tunafitalifiana. Kwa hivyo kuna asomu al-fardi na asomu al-jimai, somu ya mtu peke yake na somu ya watu wengi. Kwa mfano, nikiona mwezi mimi nimeuona ule, leo ni siku 29 Shaaban, ni wajibu juu yangu mimi kufunga sababu nimeuona, lakini si wajibu juu yangu mimi kutangaza, isipokuwa kwenda kumweleza yule ambaye ni ahaki ya kutangaza. Hivi ndivyo sheria inayojulikana ulimwengu mzima. Nimeuona mwezi, sina amri mimi al-asomu al-fardi, nimeuona ule, sina amri mimi ya kutangaza, isipokuwa nina amri ya kwenda kwa waliyul amri au kwa hakim kama yupo, kumweleza. Yeye ndiye aliye na amri ya kutangaza ule mwezi. Ndugu zangu, narudi nyuma kidogo. Umoja wa Kiislamu, kufunga pamoja, kufungua pamoja, na baki ya mambo yao katika dini ni jambo linalokaa kila siku. Lakini tukitofika sisi ila alwahdati alkulliya, tukitofika katika umoja wa watu wote kufunga, ni lazima tufanye upa katika alwahdatu aljuz'iyya, katika umoja wa sehemu. Kama sisi migogoro yetu hii hatutofika kwamba tufunge wote, basi italazimu sisi alwahdatu aljuz'iyya, umoja wa sehemu yetu Tanzania hilo. Kwa sababu nitakavyosema, haifai
kwa watu wa nchi moja kugawanyika kwa ajili ya somo. Hawa wako wanafunga leo, wana wanafunga kesho, hawa wanakula Idi leo, wana wanakula Idi kesho. Hilo ni jambo katika sheria halipo katika kitabu chochote. Fahadha wad'un ghayru maqbulin abada, halikubaliwi. Zilizoko ni hoja tu kwamba tunaweza tukafunga kwa kuona mwezi pengine Saudia au nini, tukikubali sote. Lakini kama hatukubali, basi tuendeleeni na hali yetu mpaka pale tutakapokuwa ni wenye kukubaliana. Lakini watu wa nchi moja waswali Idi leo, wengine waswali kesho, fahadha wad'un ghayru maqbul. Hata ukitazama fatawa ya Dr. yuko hai mpaka sasa, tunaweza kuandikia Yusuf al-Qaradawi ataona maneno haya niliyosema. Ndugu zangu, sitaki kudondoa yote aliyosema ndugu wangu Ustadh katika hukumu ambayo ni mtafaqun alayhi, hukumu ambayo imepatanwa, ambayo haina makindano, ni kwamba karari za waliyul amr ndizo zinazoondoa makindano kuhusu jambo hili. Jambo letu la mwezi kufunga au kufungua ni muttafaqun alayhi. Mimi ninataka kitabu dhaifu katika jambo hili, kwamba karari ya mtu yote inafaa akuleteni. Hata sitaki sahihi, ninataka dhaifu. Tumefahamiana? Sababu sahihi najua hakuna. Karari ambayo ni muttafaqun alayhi anna hukm al-hakimi au qarara wali al-amri yarfa'u al-khilafa fi al-umuri al-mukhtalaf fiha. Kwa hivyo tuko katika umuru al-mukhtalaf fiha. Baadhi minna wanasema tufunge katika miezi inaonekana kingine, na baadhi minna tunasema tufunge kwa mwezi wetu sisi. Je, tuko ikhtilafu? Hatuna ikhtilafu. Sasa nani ambaye ataondoa ikhtilafu hii? Ni waliyul amr au hukmul hakim. Hili wanavyoni wote hapa hawakutia goti, na tumesema tuleteeni kwa hili. Msilete kwamba Shaukani amesema hivi. Kauli ambayo ndiyo ya kufungua au ya kufunguza ni ya nani? Tuleteeni. Na hilo limethubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, sawmukum yawma tasumuna fihi wa fitrukum yawma tuftiruna fihi. Tukichukua sasa aimatul hadith wa ala rasihim al-Imam Abu Dawud amesemaje? Hii iko hadithi hii tahta unwan bab idha akhta al-qawm al-hilala, iko hapo. Ni kwa maana ya kwamba vyovyote tutakavyofunga basi tumo ndani ya somo sawa sawa, hatumo ndani ya makosa. Hili jambo la ustadh nimelitaka nilijibu kwa mukhtasari hivi, na insha Allah nimelijibu. Tunasubiri atakayokuja, na tutamalizia labda katika Arafa. Arafa ni nini? Arafa ni wafu zamani, ni wafu makani. Intabihu ya ikhwan al-muslimin, Arafa ni wafu makani, si wafu zamani. Na Arafa yadkhulu waqtuha fi baada zawal. Arafa ndiyo siku pekee katika ulimwengu inayokhtalifiana na siku zote. Siku zote zinaingia usiku, lakini Arafa inaingia wakati gani? Baada zawali, sio asubuhi. Kwa hivyo Arafa ni dharfu al-makani, nimesema sio dharfu zamani. Sasa pale mtu atakapokuwa amefunga asubuhi, je, yule mtu wa Arafa atakuwa tayari ameshalazimikiwa ni Arafa? Aftuna wa antum majuruna insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tunaendelea, labda nirudishe upande huu na kisha kurejea upande huu kuja tufafanulie zaidi limadha sumia shahru shahran walhilalu hilala, ili nisaidie katika mjadala. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
هذا عندنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mheshimiwa mwenyekiti wa kikao, Mheshimiwa Mshehe, mimi Mgadi bin Yusuf Katua kutoka Mwanza. Kwanza nitagusia baadhi tu ya hoja ambazo amezigusia Sheikh. Naomba masikio yetu yote hayo. Kwanza si kweli kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha mwezi na siku pia. Fungamana na sisi. Saumu mtaifungamanisha na mwezi na swala kufungamanisha saumu amefungamanisha na mwezi inakwenda kwa saa za jua, swala inakwenda kwa saa za jua, na saumu inakwenda kwa mwezi muandamo, sio kwa siku. Tunasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika amefungamanisha saumu kwa siku. Nifahamu ukisema, nataka nieleze kidogo. Naniomba kwanza. Sasa take it. Mwache msemaji aseme noti. Mwache msaidie. Alikuwa anataka kumsaidia. Nasema msaidie. Ngoja aseme kama nimeongoza inshallah itakuwa ni. Nikikomba shoto tuzungumze. Allah subhanahu wa ta'ala yeye atanoti na kama atakuwa amefungamanisha pia saumu ayyama ma'dudat. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha huu mwezi kwamba ni sababu ya kuweza kupatikana siku za mwaka na siku za miezi, uweze kujua kutokana na kupatikana kwa usiku na mchana. Ni kwamba pia zinapatikana siku zinapatikana siku za mwaka. Tunajua hisabu ya miaka na miezi. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsira litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab. Na 'adada as-sinina wal-hisaba si adada saati ambayo sana ni mtaalaki na jua. Kwa hiyo usiku na mchana na mwezi na jua vinasaidiana katika kujulikana kwa hisabu. Hilo ni jibu langu kwa mfano, ambayo miongoni mwa hisabu hizo ni hisabu za mwezi wa Ramadhani. Kadhalika Sheikh ameingia katika masuala ya hakika, sio yaliyoleta sio kidogo katika lugha kumfuatilia katika jina, si masuala haya kwa kuwa tunaingia katika ushindani.
na yeye hakuweza kuepukana na kosa kama hilo katika maneno yake. Anatuambia kwamba as-sawmul fardi wa sawmul jimai, hakuna kitu sawmul jimai, ni matusi, na hili kosa lake ni kubwa zaidi kuliko kosa la mwenzetu. Sawmul jimai ni matusi. Jimai inajulikana kwa kasra ni jimai, kuingiliana kwa mtu. Sasa masala haya hayatuleta, tueleze kile kilichotuleta, sio kama ushindano au kuonyeshana lugha. Sawmul jamai sio sawmul jimai. Na anasema man shahida minkum ash-shahr, kwamba kila mmoja, si kweli kwa kutumia man shahida minkum ash-shahr. Adatu man aiangaliwe katika usuli yake, min adawati al-umum, na kwa ajili hii sio sisi tu ambao tunaungana kuilugha kitu, sio sisi tuliostadili na aya hii kama tulivyoeleza, tuliostadili na aya hii kwa maana ya Mungu, sio sisi. Ni wana wazuoni ambao haiwezekani, haikubaliki kwamba hawa wana wazuoni hawajui lugha, sio sisi. Sasa kwa kifupi hapa napenda pia nikungulie ili kuonyesha kwamba sio sisi Ansar Sunna ambao tunaielewa kwa makosa kwa mujibu wa tafsiri yake, ambao sisi hatujui, tunakubali hatujui. Kwa hiyo hatutaki sana kusema maneno ya watu, maneno yetu. Tunapendelea sana kusema kuna kile maneno ya wanazuoni ambao tunatarajia pengine na nyinyi mnawafuata. Anasema mwanachuoni mkubwa huyu al-Imam al-Akbar fadilatu Sheikh Jabir al-Haqqi Ali Jabir al-Haqqi, huyu ndio nikisema kwa samahani. Imam al-Akbar, Imam al-Azhar, hawezi kuwa mtu huyo anachagulia Imam al-Azhar hajui lugha. Hili maakufu siri masala kama haya. Anasema huyu Imam al-Akbar katika kujibu swali kama hili, mizozo hii ipo. Anasema wama jaa fi suali thani min qawli as-sa'il hal yasihhu shar'an ru'yatu kulli baladin lahu khassa wa ma dalilu ala dhalik. Faqad anasema faqad dhahaba jumhur al-fuqaha ila anna la ibrata باختلاف المطالب، فمتى رأى أهل بلد الهلال وجب الصوم على جميع البلاد للخطاب العام، خطاب العام الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأخروا لرؤيته. شو ضرورة نزمون مشاهدان كان ذلك رؤية لهم جميعا متى كانت بلد الرؤية متفقة مع البلاد الأخرى في خط العرض الذي يجري اعتباره. نعم. أنا سنقول وذهب عكرمة والقاسم بن محمد ومسلم بن إسحاق وفي قول في الفقه الحنفي وقول في الفقه الشافعي أنه يعتبر من كل بلد مطلعه يرجعين ولا يلزمهم رؤية غيرهم مستدلين بحديث قريش. أنا أجيب لي أسمع هي حديث من كذا يوم لا نسوي فهم سيد وقوع كاتب سيد سوما يوم. نعم. أسمع وإذا رأى أهل بلد وفي كتاب الروضة الروضة النبية السيد الصديق حسن خان رهادر شرح الدرري البيهقية الشوكاني. وإذا رأى أهل بلد لزم سائر البلاد موافقة، ووجهه أي وجه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته
وهو خطاب لجميع الأمة ومن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤيتهم لجميع الأمة. وأما الاستدلال من استدل عليه الحديث عنه يعمل الحديث أسمع فغير صحيح فغير صحيح هذا أن ابن عباس لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يعملوا برؤية غيره من أهل الأخطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 30 أو يروا بها ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل، وهذا خطأ في الاستدلال. أوقع الناس في الخبط ضد سياسية أنصار السنة، أوقع الناس في الخبط والخلط. kosa hili limewaletea matatizo hapo, wanachanganya vitu, wanachanganyikiwa, wanagombana na nini na khala hata tafarraku fi dhalika man al-fadl. Unaona anasema فإذا عرف سبب اختلاف المطالب أو اتحادها علميا كحقيقة علمية وجب المصير إليه، وهو اتفاق بلد الرؤيا مع غيرها. عرف zikijulikana sababu ikhtilafu al-masalih, sababu za ikhtilafu za masalih kwamba ni hizi na hizi na hizi, na sasa hizi zimeshajulikana istiwa al-urud al-istiwaiyya zimeshajulikana hakika ilmiya. Sasa ni hakika ilmiya, yani ni elimu ambayo haiwezi kupingika hivi sasa. Wajaba al-masiru ilayhi, inawajibika kuifuata hiyo. وهو اتفاق بلد الرؤيا مع غيرها في خط العرض الذي يحدد القرب أو البعد عن خط الاستواء، وجب المصير إليه. وهذا ما أخذ به علماء المسلمين حين تدارسوا موضوع اتحاد واختلاف المطالب في مؤتمرهم الثالث المنعقد في الأزهر الشريف بالقاهرة عام 1386. موضوع تحديد أوائل الشهور القمرية، وكان مما قرروه مؤتمر الأزهر، وكان مما قرروه نمازمية وليبتشا، يعني سنسبيش tunakataa tunasibishia sasa tunasubiri أن الرؤية هي الأصل وتكون في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث. فالرؤية هي الأساس، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها الأمة تمكنا قويا. باختلاف المطالب kwamba hakuna mazingatio ila za mataifa akitoka hapa sasa, na walikuwa wanazuoni 10 au 20, wa anna tabaud al-aqalim, na kwamba umbali wa aqalim, iklim toka iklim inaweza Tanzania kuitwa iklim kama tunavyosema mkoa. Tunaweza kusema mkoa wa Afrika Mashariki kilo, tunaweza kusema mkoa wa Tanga. متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤيا وإن قل، يعني muda wa kuwa wanashirikiana katika sehemu kati ya usiku wa kuona wa wale walio wa in qalla, na ushirikiano huo hata ukiwa mchache sana. Kwa mfano wameshirikiana kwamba usiku wa huku umekwenda, wewe bado wamo katika usiku na hao wangali katika mchana, mpaka ikafikia kwamba kabla hawa wajamaliza usiku wao na hawa wakaingia katika usiku katika nani siku katika nani katika misalia masaa muhimu. ويكون اختلاف المطالب، na anasema yeye mwenyewe kauli yake sasa. Jadul Haqi Ali Jadul Haqi مفتي الديار المصري وإمام الأزهر شيخ الأمير أسمى وأميل إلى ترجيح القول أنه لا عبرة باختلاف المطالب. أسمى ميمي ninakopendelea ni kwamba ninarajihisha kwamba hakuna mazingatio biikhtilafi al-matalib bihadhihi al-quyud liquwwati dalilihi, kwa kuyudi hizi anazozisema Sheikh Zubair. Yani anatuambia sisi tunakuwa katika khabt, kumbe yeye katika khabt ya adab,
khabtu ya ajabu, manake hawezi kueleza. Tutamtaka tueleze hizo khilafu al-madhali, mipaka yake na mwisho wake. Na kuna mwisho, hakuna nini. Kama ni sababu ya khilafu al-madhali, kama ni sababu ya nchi, na nchi yenyewe ni nchi gani? Sio nchi watu wa wakoloni wamekaa Ujerumani wakaunda Tanzania kwa nchi. Nchi ya bilad al-islamia, bilad al-islam. Na hii imekataa kwa Islam. Asema وأميل إلى ترجيح القول بأنه لا عبرة باختلاف المطالب بهذه القيود لقوة دليل، وأنه يتفق مع ما يهدف. أسمى يتفق مع ما يهدف إنكبليان قوله نالينغو ينالو لينغ إليه الإسلام والإسلام في تعاليمه katika mafundisho yake wa ahkamihi na hukumu zake min muddati almuslimina, katika umoja wa Kiislamu wajamii kalimati na kuunganisha Waislamu katika neno moja. Leo sisi tuambie tunaotaka kujiunga na ndugu zetu Waislamu waliokuwa Arafa, tunawatenga Waislamu tunawatenga Waislamu wa ulimwengu mzima, tunawatenganisha Waislamu kwa sababu hatuungana na ndugu wa Tanzania. Haya tukubali. Wa min thamma anasema ومتى تحققت رؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية بالطرق الشرعية وجب على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية في جزء من الليل أخذا بهذا الترجيح. ni wajibu kwa Waislamu wote ambao wanashirikiana nchi zao na nchi ambayo imeona mwezi wao sehemu tu ya usiku kuchukua mwandamu wa mwezi. Hakuna masala ya kusema hakuna mwandamu wa kimataifa. Sisi sio tuliyosema ni mwandamu ambao ndipo wanasema wanazuoni ndio imeleta hii من مؤتمر العلماء الإسلام kuchukua tarajii hii katika mkutano wa wanazuoni wa Kiislamu ala hadha alwajh. ولا ينبغي لأحد ممن أنيط بهم رسميا. أنا mwelekezea Sheikh kiongozi wa Islam, haimpasi yeyote ambaye kakabidhiwa rasmi muhimma tahdidi dukhuli shuhuri, kwamba wao ndio wanawajibika kuweka mipaka ya kuingia mwezi na nani, an yakhruja ala hadha alqarar, kutoka katika karari hii. Sinafaa jamii ajzai karari yote hii. Sasa tunasema kuhusu Arafa. Tunasema Arafa ni nani? Ni ittihadi. Nini? Amesema ameuliza ni dharf zamani au namjibu pia kwa kauli ya Sheikh. أسمى قد اتفق فقه المذاهب المعتبرة على أن العبرة بمطلع أهل مكة في وقت الحج، ذلك لأن مناسك الحج مرتبطة بموقع هذا البلد الأمين. أسمى مرتبطة pamoja na kuwa ni dhaifu makani, bado inafanya nini sisi? Si lazima kwamba kuwa ni dhaifu makani hatufai kupokea habari kutoka kwa watu hapa. Aina مرتبطة بموقع هذا البلد الأمين. وقد أشار القرآن الكريم إلى أوقات الحج في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. آية هي أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات. وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذي القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو كامله من أشهر الحج أو 10 منه. فسير خلاف أسمع. ومقتضى أن الزمان والمكان لفريضة الحج محدد بالقرآن، نمقتضى وكمبا مندا ننفاسي يفرض يا حجة محدد بالقرآن، imeainishwa na Qur'ani, sio nani, wa bisunati sahiha, na sunna iliyokuwa sahihi. Al-iltizamu muktadha wake ni kulazimika bimatla'i Makkah,
Sasa kama mimi sijui Kiarabu pia najali haki Allah. ngoja nimalize في تحديد معقول هذه الأشهر حتى يتوالى استطلاعها ويثبت. استطلاع yake mpaka ithibiti kwamba Arafa ni siku gani, wadkhuluha dukhulan shar'iyya ala ma jaa fi hadith al-ru'ya salifu au salifu ومثل كان على المسلمين كافة. na kwa hiyo inawabidi waislamu wote mahma ikhtalafat mawaqi'uhum, vyovyote vile iwavyo wakikhtilafiana nafasi zao wanazokuwa Tanzania, Kenya, Afrika, Asia, wapi Amerika, mahma ikhtalafat yatabi'u hafla ni wajibu wapate masla ya Makka fi tahdidi hukumi ashhur al-hajj, katika kuainisha kuingia mwezi ya Hija, la siyama dukula shahr Dhul-Hijja, hasa kuingia kwa mwezi wa Dhul-Hijja alladhi tartabitu bihi manasik, ambao unaambatana unafungamana na manasik al-hajj, ibada za Hija, wa ahamuha al-wuquf bi Arafa, na muhimu zaidi ni kule kusimama Arafa. فإنه لا يكون إلا يوم التاسع من هذا الشهر، فسبب هي عرفة haiwi isipokuwa katika siku ya 9 katika mwezi huu, wala yatahaddadu biikhtilaf al-mafadi, na haiwezi kutahaddadi kwa Arafa 3-4 kwa sababu ya ikhtilaf al-mafadi, lianna al-muslimina fi hadha al-yawm, kwa sababu waislamu katika siku hii ya Arafa tabahu liman manna Allahu alayhim bihadha alwuqufi ala Arafat nusukan. Waislamu waliosalia ni wafasi wanamkata kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kusimama Arafa, nusukan, ikiwa ni ibada miongoni mwa ibada na manasik ya Hajj. وهو يوم صومه سنة في صحيح مسلم عن الحديث ولا مراء نسمع سوى السنة والجماعة. أنا سمع هذا الحق hakuna upinzani fi annahu ya kwamba yaumun fi annahu yaumun, kwamba hiyo siku ya Arafa ni siku la yajuzu an yakhtalifa min baladin ila balad, haijuzu kuwa inakhtilafiana kutoka mji kwenda mwingine, kwamba Tanzania, mahujaji wa Tanzania wako Tanzania, wako Arafa leo, waislamu wa Tanzania wanafunga Arafa kesho. Haikubaliki, anasema haikubaliki. Nani wala miraa, hakuna upinzani fi annahu yawm la yajuzu, kwamba hiyo ni siku ambayo haijuzu an yakhtalifa, kuwa inakhtilafiana min baladi ila baladi, kutoka kwa mji kwenda kwa mji, illa na kama vinginevyo fukida musamahu wa nisbatu, vinginevyo hiyo siku ya Arafa itapoteza jina lake. Inaitwa siku ya Arafa kwa nini? Ni kwa sababu mahujaji wako Arafa. Inaitwa siku ya Arafa ni kwa sababu pale mahala mahujaji wanaposimama ndiyo wanaitwa Arafa. Fukida msamahu, ikiwa itakuwa mahujaji wa Tanzania wanafunga kesho, wamepoteza, au siku hiyo itapoteza msamahu, na hali ya kuwa wanahitajiri kwamba hawalipi. Maana kiasi kwamba haji ambaye kalipa nauli yake akaenda mpaka Makka, akatumia nguvu zake, akafanya manasiki zingine zote za Hija, akavaa ihram katika siku hiyo ya Arafa, ikatokea bahati mbaya akapatwa na maradhi au na kizuizi, hakupata watu wa kumsaidia kumpeleka pale Arafa mpaka siku ya Arafa ikapita, basi hawezi kuilipa kesho, hawezi kwenda kusimama kwa makubaliano wanaozuoni, hawezi. Leo wewe unajidai kwamba mahujaji wameshatoka Arafa, na wewe unaisoka umechukua uzito gani? Haji hawezi kuilipa mpaka mwaka ujao,
itabidi atoe nauli nyingine, atumie nguvu zingine, kwa sababu hakupata hija. Walhajju Arafa, wa illa ndio tafsiri zetu, wa illa fuqida muzamam ولسبته حيث سمي بهذا لأنه اليوم الذي وقف فيه الحجيج على عرفات بمطلع تقويم وتقويم مكة. سيما لينه يا أصحاب السنة. وقد جاء تعريف الفقهاء للحج بأنه أفعال مخصوصة. أنا أقول لك التعريف. وقد جاء تعريف الفقهاء بأنه أفعال مخصوصة. فتعريف الفقهاء وكوائد inasemaje kwamba hija أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص. Selewe wewe utatokaje hapa? Au tisikianaje na mahujaji wa Arafa wakati unafunga siku ya Arafa wakati mahujaji kutoka Arafa? Na haji nani? أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص. هذا ومرة أخرى أنه أحرى inavyofaa bilmuslimina jami'an an ya'malu ala waqti mawaqiti ibadatihim, kuunganisha nyakati za ibada zao, as-sawm wal hajj, wa tilka mas'uliyatu, na hayo ni mas'uliya, ni wajibu makunitwa wa wale waliokabidhiwa na wataka kuchukua jukumu hilo, sio wabebe jukumu alafu watake wengine wapate kwa nguvu. Makunitwa bihi min al-hukumat, wale ambao wamekabidhiwa jukumu hilo miongoni katika serikali. Wilaya kutahdidi dukhuli shuhuri kamaria, wajibu yani kusimamia kupokea miezi ya mwezi ya mwezi mwandamo. Ayakumu bil istitla', ya kwamba ni wajibu wao wafanye nini? Wafanye utafiti alwaqi'i wa kihakika, kukaa nyumbani kungoja siku lishuhuri al-qamaria, kwa miezi ya qamaria, jami'an min al-muharram, tangu muharram hatta dhil-hijja, bituruq al-istitla' al-shar'iyya, wala tathriba fi al-isti'anati biwasail al-ilmiyya al-mutawaffira. Hakuna makosa kwa mtu kujisaidia kwa kusaidia biwasail al-ilmiyya, njia za kielimu al-mutawaffira au mutawafira fi al-marasim, ambazo zimekwisha tayari imeshaandaliwa na kuwekwa tayari kuweza kusaidia katika swala hili. Wa min al-hisab al-mawthuq bihi as-sadiq mimma yuthaqqu bihi, wa an yatalaqa al-hasibuna al-falakiyuna hatta la yaqa'u al-ikhtilafu fi bari as-sawm, mpaka isije ikatokea ikhtilafu katika kuanza kibaki as-sawm, katika kuanza kufunga, wa ghayatuhu, na mwisho wake shahri Ramadhan. Haya ni kujumlisha kwamba na sehemu tu ya majibu ya maelezo ya Sheikh Zubair, na pengine wakuwa ni mzungumza sana nisema kwamba suala la waliyul amr lina nafasi yake, au hakim au hukumu hakim. Sawmukum yawma yasumu nas wa fitrukum yawma yaqumu والأضحى يوم يضحي الناس. Sasa يوم يضحي الناس pia ipo hadithi hiyo, يوم يضحي الناس ni siku ambayo wanachinja watu wa Tanzania au siku ambayo wanachinja mahujaji iliyokuwa ni kwa nini wameitwa يوم يضحي الناس? Wanachinja watu wa Tanzania au wanachinja watu mahujaji? Wabillahi tawfik. Nyingine tutakamilisha hapo hapa. Naona kwa kuwa hii ilikuwa zamu ya upande huu kwa sababu nyingine, lakini nakupa labda ulikuwa na hamu ndio kidogo. Bismillahirrahmanirrahim. Nimefurahika sana na majibu ya kakaangu Sheikh Jani waliosema ni kwamba mimi la harif bima la arif, lakini twende mbele. Kitu ambacho nilichokisema mpaka sasa Sheikh Jabir hajajibu. Amesema sana Sheikh Jabir, amezungumza sana Sheikh Jabir, lakini hajajibu.
Kwa hivyo kiti changu hiki nilichokalia bado kuondolewa, atoke mtu ajeniondoe. Tumeeleza kwamba sisi sote tunakubaliana katika nusus, lakini tunakhtalifiana katika mafuhumu. Tukataja baadhi ya wanavyuoni wakubwa. Nikieleza, nimependelea kuelezea kwa mfano mufti alikuwa mufti sasa ni Sheikh al-Azhar Muhammad Said Tantawi, katika kuifasiri sumu li ru'yati alisema idha ru'iya al-hilal fi baladin fa'ala ahli baladi an yasumu wa ala ahli al-baladi alladhina lam yarawhu an yantadhiru ru'yata. Kwa hivyo aliyoyaeleza pale Sheikh ni mafuhumi tu. Sasa ndio mimi kisha nikasema sasa mafuhumi haya ni nani ambaye ni hujja ya kuyaondoa? Sababu upande tukija huku kuna Ikrima, huku kuna Qasim wanasema hivi au hivyo, lakini sasa katika nchi ni nani mafuhumi yote yale anayeweza kuyaondoa? Tumeeleza kwamba ni waliyul amri, ambaye anayeondoa ikhtilafu ni waliyul amri. Kwa hivyo haiwezekani watu wale hawa kufunga leo na wengine kufunga kesho, au hawa kufungua Idi leo wengine kufungua. Nimesema jambo hili haliwezekani, na nikasema فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم أو قرار ولي الأمر يرفع الخلافة في الأمور المختلف فيها. neno hili nimelieleza. Kwa hivyo kwamba waliyul amri wetu katika nchi tuliyemkubali kwamba ni waliyul amri ndiye mafuhumi yote ya kwamba wafunge kesho wafunge leo, yeye ndiye aliye na uwezo wa kuyaondoa. Kwa hivyo mpaka sasa sijajibiwa mimi, naelea sijajibiwa. Na nikasema maneno haya mimi sikujiandaa vizuri nilipotoka nyumbani, lakini kwa sababu nimesoma hivi vitu siku nyingi, na lau ningelielewa ningeleta dalili 1000 ni kidogo. Nasema kwamba waliyul amri ndiye anayepata kutangaza mwezi wa kufunga au kutangaza mwezi wa kufungua. Ngoja kwanza nimalize. Kwa hivyo nikasema hii habari ya watu kuswali Idi leo wengine kuswali kesho ni wad'un ghairu maqbul. Jambo hili halikubaliwi katika nchi yoyote ulimwenguni. Kwa hivyo hata huyo nani niona pale kitabu kiko cha Allah, wafungue pia wataona kwamba ni wad'un ghairu maqbul, halikubaliki hilo. Wanavyoni wote japo kwa katika ikhtilafu zao walizozileta, lakini habari ya kufunga au kufungua ni waliyul amr. Hiyo ndio habari ambayo ni mutafaqun alayh. Kwa hivyo nataka niondolewe katika kiti hivyo. Na kuhusu habari iliyojibiwa katika habari ya maana, sina haja kusema maneno katika nini, lakini nimesema katika maana Muhammad Rashid Ridha ni lughawi. Muhammad Abdu anaitwa al-Ustadh al-Imam Muhammad Abdu, ndiye aliyesema Mwenyezi Mungu hakusema faman shahida minkum ash-shahra fasumuhu, amesema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Ni kwa maana ya kwamba likulli qaumin hilaluhu, ila waliyul amri wetu akieleza jamani tufuateni China fa ahlan wa sahlan, akieleza hapa fa ahlan wa sahlan, lakini ninaeleza kwamba haiwezekani watu kuswali leo wengine kuswali kesho. Hili halipo katika vitabu. Assalamu alaykum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.